kutengeneza uwepo wa Mungu kwa kutumia maombi. Jifunze kutengeneza uwepo wa Mungu kwa kutumia maombi. Uwepo wa Mungu kwa kutumia maombi. Leo tutakaa kidogo kwenye uwepo wa Mungu. Tutaangalia kwa namna tafsiri ambazo Mungu atatupa tuweze kutembea nazo siku ya leo. Kile kitabu cha Mathayo sura ya 17 mstari wa 1 na wa 7. Wakati Yesu na wanafunzi wale watatu wakiwa mlimani. Mathayo 17 ule mstari wa 1 na ule wa 7. Biblia inasema, na baada ya siku 6 Yesu akawatoa Petro na Yohana na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatokea na Musa na Elia wakizungumza naye. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu, kimoja chako wewe, na kimoja cha Musa, na kimoja cha Elia. Alipokuwa akinena akisema, tazama, wingu jeupe likawatia uvuli. Na tazama, sauti ikatoka katika lile wingu ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Mstari wa 6 unasema, na wale wanafunzi waliposikia walianguka kifudifudi, wakaogopa sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa uwepo wa Mungu, uwepo wa Mungu ni vitu ambavyo mara nyingi sana si vipesi kuvisikia. Ni vitu vinaweza kusemwa sana, lakini si vipesi kuvisikia. Uwepo wa Mungu ni moja kitu ambacho muhimu sana kwa mtu ambaye anamtafuta Mungu. Ni kitu cha muhimu sana kwa mtu anayemtafuta Mungu. Uwepo wa Mungu ni muhimu sana. Kama kitu ambacho watu wengi huwa wananyang'anywa ni uwepo wa Mungu kwenye maisha yao. Uwepo wa Mungu. Kwa nini uwepo wa Mungu ni muhimu? Kwa sababu unamtambulisha Mungu kwenye eneo. Kwa nini uwepo wa Mungu ni muhimu? Kwa sababu unamtambulisha Mungu kwenye eneo husika. Na ndio maana ukishaona ndani yako umekosa nafasi ya uwepo, maana yake unakosa nafasi ya kumtambua Mungu kwenye mazingira ulionayo. Ukikosa uwepo, unakosa nafasi ya kumtambua Mungu kwenye mazingira ulionayo. Kwa kama hakuna uwepo, ni ngumu sana kupata nafasi ya kumtambua Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu cha muhimu ambacho unahitaji kupigania na kupigana kwa ajili yake. Nisikilize. Tulikuwa tunaangalia mfano wa watu hawa watu wanne. Mtu wa kwanza alikuwa ni Yesu, lakini mtu wa pili alikuwa ni Yohana, wa tatu ni Yakobo, na wa nne ni Petro. Biblia inasema Yesu akawachukua akawapeleka mpaka kwenye mlima mrefu. Yesu akaanza kuomba, lakini wao walikuwa mbali. Unaelewa? Hakuwasogeza kwenye maombi, ila aliweka mbali. Lakini umbali wao haikuwa sababu ya kuweza kujua kinachoendelea. Biblia inasema Yesu akatokewa na Musa na Elia, wakaanza kuzungumza.
Wakati wanazungumza, manake ule uwepo kadiri uliokuwepo pale, usingizi unakata. Ukiona mtu anaweza kaomba na akalala usingizi, ujue hakuna uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu ukiwepo, hauwezi kulala. Hauwezi. Hata kama ulikuwa umelala, ghafla usingizi. Unaishi? Unahitaji mtu akuamshe. Unaishi? Unaishi? Ukitaka ukae na mtu ambaye akiingia kuomba uwepo wa Mungu unashuka, hakuna atakayelala. Atapoanza kuomba tu, shaka utameshaanza kuamka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo unanielewa ninachojaribu kuzungumza? Amen. Na watu wengine mnafahamu, wale ambao mnakuwa kwenye mkesha. Wakati mkiwa kwenye mkesha, ninapoamka kuomba huwa mnaamka. Bora wanakuwa kwenye mkesha, si ndio? Kwa nini unaamka? Mimi sikuamshi. Lakini watu tunaamka. Angalia. Wakati Musa na Elia akizungumza na Mungu na Yesu, hawa watu waliona. Petro kwa mshangao alitoka akakimbia akaenda. Sasa nitakuuliza swali, Musa na Elia, Petro na Musa ni miaka mingapi? Wanakadiria ni miaka karibu 1200 na kitu. Yaani kati ya Petro na Musa miaka 1000 na kitu, 1200 na kitu. Elia na Petro ni miaka karibu 700 na kitu au 900. Kati ya miaka 800 au kati ya 800, 700, 900. Aliona wapi? Alijuaje kwamba wao ni wao? Hata tukisema aliwahi sikia habari zao, lakini vipi kuhusu sura yake? Hebu unaelewa ninachosema? Amina. Amen. Unaelewa? Alijuaje kwamba yule ni Musa, yule ni Elia? Na Biblia isemi kwamba Yesu aliwaambia huyu ni Musa, wao waliona, yeye aliona na akajua kwamba huyu ni Musa, na Elia akasema tujenge vibanda vitatu. Halikuwa wazo la Yesu, ilikuwa ni wazo la kwake. Alijuaje? Angalia namna kitu cha uwepo wa Mungu kilivyo cha ajabu. Angalia kitu cha ajabu. Kwa sababu baada ya kuinuka na kwenda kwa Yesu na kusema haya, nini kilitokea? Kilichotokea ni kitu kimoja tu. Mungu akashuka kwenye wingu. Kwenye nini? Kwenye wingu. Wangapi wanafahamu mawingu? Mawingu vizuri. Umeyaona mawingu yakiwa chini ya ardhi? Huwa upepo ukiwa mkali huwa yanashuka chini, wakati mwingine huwa yanadondoka chini. Hata Tanzania baadhi ya sehemu zingine huwa yanashuka. Ni kama povu zito. Ni kama povu zito ambayo inaweza kupeperushwa na upepo. Sio kama hewa. Tunapoona sisi ni kama hewa, lakini ni kama povu zito. Lakini ukisoma mahali hapa, lile wingu likawafunika. Likawa nini? Likawafunika. Sasa unaanza kujiuliza, liliwafunikaje? Liliwafunikaje? Maana yake, nilipokuwa natazama kwenye nafasi ya uwepo, nilipata tafsiri nyingi sana ambazo kwa namna ndani yangu niliona zinaweza zikafaa. Kwa sababu tunasema uwepo wa Mungu maana yake ni ukaribu wa Mungu. Uwepo wa Mungu ni ukaribu wa Mungu. Hii tafsiri ya kwanza. Inamtambulisha Mungu kwenye eneo. Ni ukaribu wa Mungu. Ukaribu. Sasa nataka nikuweke vizuri hapa. Ninaposema ukaribu, simaanishi kimahusiano.
namaanisha distance. Simaanishi kimahusiano. Hapa nipo karibu na Bube. Sawa? Hapa sipo karibu na Bube. Unaelewa? Ukimwambia mtu sogea karibu, maana yake usogee karibu na Liobo. Kwa hiyo naposema ukaribu ndio naomaanisha huo. Usianze kufikiri naposema ukaribu na maanisha yale mahusiano na maanisha ukaribu huu wa kimazingira. Lakini nilipokuwa natafakari uwepo wa Mungu kwa sura nyingine au tafsiri nyingine niliyoona, nimeona kwa namna ya utukufu wa Mungu. Kwa namna ya utukufu wa Mungu. Haya mambo wakati mwingine kuelezea kwa jinsi ya akili ya kibinadamu ni ngumu sana. Yanahitaji neema ya Mungu uweze kuelewa. Si rahisi sana kuelewa kwa namna kawaida. Inahitaji neema ya Mungu. Kwa utukufu wa Mungu, utukufu wa Mungu, utukufu wa Mungu ambao unaonekana kwa jinsi ya kimwili. Utukufu wa Mungu ambao unaonekana kwa jinsi ya kimwili. Utukufu wa Mungu ambao unaonekana kwa jinsi ya kimwili. Upo utukufu wa Mungu ambao unaweza usionekane kwa jinsi ya kimwili, na uko utukufu ambao unaweza ukaonekana kwa jinsi ya kimwili. Kwa sababu tunagusia kwenye masuala ya uwepo wa Mungu. Lakini pia utukufu wakati mwingine kibiblia imezungumza tu kama utukufu, lakini tukiangalia baadhi ya mistari mingine inajaribu kutueleza huu utukufu ulikuwa unaonekanaje. Sawa? Nimeweka vitabu vichache. Kile kitabu cha Ezekieli sura ya 10 ule mstari wa 19. Continue. Ezekieli sura ya 10 mstari wa 19. Haraka. Tutaona namna ambavyo Ezekieli alipokuwa amekutana na makerubi na Mungu, na watu nafikiri nafahamu kwamba Mungu wetu Biblia imekuwa ikizungumza kwamba anakaa juu ya makerubi, sio ndivyo? Sura ya 10 mstari wa 19 unasemaje? Ezekieli sura ya 10 mstari wa 19. Ndio. Nao makerubi wakainua mabawa yao. Ndio. Wakapaa juu kutoka katika dunia machoni pangu. Ndio. Hapo walipotoka nje, nayo magurudumu yakawa kando yao. Wakasimama mahali pa kuingilia pa mlango wa upande wa mashariki wa nyumba ya Bwana. Ndio. Na utukufu wa Mungu wa Israeli ulikuwa juu yao. Okay. Utukufu wa Mungu wa Israeli ulikuwa juu yao. Ngoja nitakusomea tena kitabu kile cha Ezekieli 11 mstari wa 22 na 23. Biblia inasema, ndipo hao makerubi wakainua mabawa yao, nayo magurudumu yalikuwa karibu nao, na utukufu wa Mungu wa Israeli ulikuwa juu yao. Anarudia tena, utukufu wa nani? Wa Mungu wa Israeli. Kwa hiyo kumbe kila anapokuwepo kuna utukufu. Kila anapokuwepo kuna utukufu. Kuna utukufu. Kila anapokuwepo kuna utukufu. Angalia mstari wa 23 unasemaje? Utukufu wa Bwana ukapaa juu toka katikati ya mji, ukasimama juu ya mlima upande wa mashariki wa mji. Utukufu wa Mungu unaweza kuenea mahali. Utukufu wa Mungu. Ngoja nikuongezee mstari mwingine. Nyakati wa pili. Nyakati wa pili sura ya 5. Tuongeze mstari mwingine utusaidie kwenye somo hili. Nitasoma mwenyewe. Nyakati wa pili sura ya 5. Nataka nianzie mstari wa ngapi? Maana kuanzia mstari. Okay. Mimi nianzie mstari wa 13. Sawa. Wewe kuanzia kujuu kushuka chini. Asema hata ikawa wenye panda
waimbaji walipokuwa kama mmoja, wakisikiliza sauti moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana, nao wakapiga sauti pamoja na panda na matoazi na vinanda, wakimsifu Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo nyumba ikajaa na wingu, naam, nyumba ya Bwana, hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya lile wingu, kwa kuwa nyumba ya Mungu imejaa utukufu wa Mungu. Haleluya. Tunaona tena utukufu wa Mungu ukiwa kama wingu. Sasa wengine sasa anaposema anafananisha na wingu kwa namna ya kuonekana kwa juu, lakini kwa namna ya kuonekana kwa chini kunakuwa na muonekano. Nafikiri ni vitu ambavyo vinapotokea, nafikiri kama unafahamu haitokea tukiwa kule chini bali ni moshi mwepesi mweupe unaozunguka chini. Kama umewahi pata kuona kwenye milima ikinyesha mvua, kuna kama mvuke fulani ambao unaenda unavuma, unaanzia chini unaenda unavuma, ni mweupe. Huu ni utukufu ambao anazungumza hapa, sawa? Haleluya, haleluya, ambao unatambulisha ukaribu au uweza wa Mungu karibu, sawa? Kwamba yuko karibu, yuko karibu Mungu, yuko karibu. Ila ukisema kwenye Ezekieli, wakati mwingine alikuja kuhukumu lakini alishuka na utukufu huo. Hata wakati mwingine alikuja kuokoa, alishuka na utukufu huo. Kwa vipo vitabu vingi vinavyoeleza namna hiyo. Lakini lengo langu kwenye somo hili ni namna ya kutafuta uwepo wa Mungu. Haleluya. Zipo njia ambazo zinaweza kusababisha Mungu ashuke, lakini zipo njia zinazoweza kutambulisha kama Mungu ameshuka. Moja wapo ni uwepo. Ni uwepo. Ulipo uwepo ipo nguvu ya Mungu. Na ipo nguvu yenyewe inaitwa nguvu ya uwepo, kwa namna ya hii ya utukufu. Hiki kitu nimeweza kujifunza wakati tukiwa naomba. Maana jioni tulikuwa tukimaliza ibada zote, wakati tunaendelea, wale wanangu wanaokuja jioni tunakuwa na maombi. Nafikiri mnakumbuka, tunakuwa na maombi na mazungumzo ya neno la Mungu, sio story kuangalia Mungu anasema nini, maneno yanasema nini. Na wakati mwingine usiku unakuta ghafla kuna moshi umetanda ndani, na unakuta umefika kwa chini, unasikia kuna nguvu ya mkandamizo isiyo ya kawaida, ambayo hata huwezi kutembea kwa haraka, inazunguka. Unajua kabisa Mungu ameshuka, yuko mahali hapo. Vipo viwango ambavyo vinaweza kutambulisha uwepo, sawa? Sasa hivi ninavyozungumza ni viwango vya juu vya uwepo wa Mungu, sawa? Lakini vipo viwango ambavyo vinaweza kukutambulisha uwepo wa Mungu ambavyo ni vya chini, sawa sawa na juhudi zako wewe. Kwa sababu kwenye swala la uwepo wa Mungu ni sehemu ya Mungu kujitambulisha kwa mtu sawa sawa na nafasi ya mtu kwenye jambo analomwitia Mungu huyo mtu. Hivi ni viwango vya juu ambavyo unaona kabisa kwa macho ya nyama, sio tena macho ya roho tena, ni macho ya nyama kabisa, macho ya nyama. Ingawa kipo kiwango cha kwanza kabisa ambacho cha uwepo wa Mungu kuonyesha yuko mahali ambacho hichi kiwango utasikia ndani yako amani ambayo ndani yake imebeba ubaridi, lakini huoni chochote. Maana hii ni moja za hatua zile za kwanza. Yako maombi ambayo unaweza ukaomba na Mungu akakujibu, lakini yako maombi ambayo unaweza ukaomba na uwepo wa Mungu ukashuka. Sasa maombi unayoomba kwa ajili ya uwepo, kutamani kutengeneza mahusiano na Mungu, ni tofauti na maombi unayoomba kwa ajili ya shida zako.
Mungu hawezi kuingia kwenye shida zako alafu akashuka yeye mwenyewe kwa ajili yako. Otherwise unaombea shida ya taifa. Maanake tayari umeingia kwenye moyo wa taifa, huko kushughulika jambo la taifa, inahitajika yeye ashuke. Ni sawa sawa na malaika. Watu wengi wanahitaji kila malaika ashuke, lakini nasikia nataka Gabriel, Mikael, nani. Lazima uweze kujua malaika anashuka sasa na kiwango cha taifa. Kiwango cha shida unayoshughulikia. Kama vile tunaona kwa Daniel, alikuwa anashughulikia swala la taifa la Israeli. Na ndio maana malaika alikuwa anashuka. Unaona swala huyu anaonyesha wanakuja hawa kerubi, si malaika. Kerubi ni aina ya makerubi. Kwa kuna tofauti ya kerubi, kuna aina ya maserafi. Aina ya serafi ni aina ya serafi, sio malaika. Ni aina ya serafi. Kwa si tukachanganya. Hiyo ni vitu tofauti kabisa. Na ndio maana tunaona makerubi yako kwa ajili ya Mungu peke yake. Ukisoma hapo utaona yanaonekanaje, yakoje, ambayo kwa namna kawaida hata kama ungeweza kuona una moyo mwepesi unaweza kujikuta umekata moto. Unasema kata moto sio? Sababu Biblia inasema na miguu kama ya ndama mirefu iliyopinda. Ana gurudumu pembeni, ana mabawa manne, mawili anafunika mwili wake, mawili anaruka. Mabawa yake yanapopishana anatoa cheche na moto. Cheche na moto. Kama mtu anayepuliza kwenye makaa ya moto, ule zile cheche zinazotoka za moto, ndivyo mabawa yake yanapogusana. Mabawa yake yanapogusana na anaposimama pana, kwa sababu ya nguvu zake panakuwa moto. Ana vichwa vinne. Ana kichwa kimoja, kichwa cha mwanadamu, cha pili cha tai, cha tatu cha simba, na cha mwisho cha ng'ombe, ndama. Juu yake kuna kama dunia aliyobeba, ambayo ndani yake anakaa Mungu aliye hai. Nyuma yake kuna uvimbe ambao umejaa macho. Sasa unakutana na kiumbe cha namna hii. Kwa sababu mabawa yake yanapogusana na tetemeka mshindo mkubwa angani. Unaweza kufikiri kuna radi imepiga labda. Hayo ni mabawa yanagusana. Miguu yake imesuguliwa kama shaba iliyosuguliwa sana inayong'aa. Ni kiwango cha juu cha malaika huwa na miguu ya shaba, lakini hawa ni aina ya kerubi, sio malaika. Haleluya. Amina. Natoa macho. Unashangaa. Kwa hiyo nasema pembe yake ndio iko ndani ya gurudumu ambalo linakuwa na moto na waka ndani. Kwa uwezo kuona mikono yake, kwa sababu mikono yake anaificha. Anapotokea kuchukua jambo lingine, kuchukua kitu, ndipo atatoa. Kwa uwezo kuona mikono yake. Haleluya. Haleluya. Yako maombi ambayo yanatengeneza uwepo wa Mungu, na yapo maombi ambayo yanatengeneza mawasiliano na Mungu. Nimekuwa nikiwafundisha mara nyingi maombi yanayotengeneza uhusiano na Mungu au mawasiliano na Mungu. Lakini maombi yanayotengeneza uwepo, yanayosababisha uwepo wa Mungu ni maombi ya kimajukumu. Maombi ambayo si kwa ajili yako, maombi kwa ajili ya watu wengine, au maombi kwa ajili ya jambo linalohusu watu wengine. Kwa si maombi ya shida zako, ila maombi yanayohusiana na watu wengine, maisha ya watu wengine, uhai wa watu wengine. Haya maombi yakishakuwa ya kiwango cha juu sana, ambayo mtu amejitoa kama sadaka, huwa yanasababisha Mungu ashuke. Sielewi watu kwa nini hawaelewi. Watu wengi hawaelewi kwamba Mungu anaweza kukupa nafasi, akikupendelea katika watu anaowapenda, akakupa nafasi kuliombea kanisa. Wewe unapendwa katika watu wengi wanaopenda. Akakupa nafasi ya kuombea mji, kijiji au familia. Ni mmoja wa watu wanaopendwa na Mungu. Si watu wengi wanaelewa. Na kosa ukilifanya hilo linaweza kusababisha uchukiwe na Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haya maombi ni maombi ambayo mtu ya kujitoa, kujidhabihu, kujitoa kama sadaka.
Sasa nijitoe kama sadaka kwa ajili ya maombi, kwa ajili ya uwepo tu wa Mungu. No. Sio hivyo. Kuna vitu vya ziada vingi sana ambavyo vifahamu ndani ya uwepo wa Mungu. Ndio maana unaitwa uwepo wa Mungu. Unaelewa? Ndio maana unaitwa nini? Uwepo wa Mungu. Wewe angalia tu. Yesu akiwa duniani, kila mahali alipokuwa alitenda jambo. Kila mahali alipokuwa alifanya jambo. Unaweza kuniambia kuna mji gani ambao hata waliomkataa ambao hakumponya mtu, ambao hakutenda makuu? Na alifanya makuu kwa ajili yao, sio kwa ajili yake, kwa ajili yao. Kuna mwingine ambaye alikuta njiani, alikuwa anapita, mama alikuwa analia, alikuwa na mtoto wa pekee kabisa wa kwake, ndiye aliyekufa, sio hivyo? Lakini alipomuona, kwa sababu alikuwa anapita, akamhurumia. Ile tendo tu la kumhurumia, akamgusa ule mtoto, mama akaacha kwenda kuzika, akarudi akisherehekea na mtoto wake. Amen. Haleluya. Hebu na leo najibu kusema Amina. Uwepo wa Mungu ni zaidi ya mahitaji unayohitaji. Na ndio maana ukiona umepata nafasi ya kuwa mwombezi, kusimama kwa ajili ya watu wengine, Mungu anakupa nafasi. Simama kwa ajili ya mji, simama kwa ajili ya taifa, simama kwa ajili ya kijiji, simama kwa ajili ya jamii fulani. Uwe na uhakika kabisa ni mmoja wanaopendwa na Mungu. Tunajifunza kwa Danieli, alikuwa anapendwa na Mungu. Tunajifunza kwa Musa. Tunajifunza kwa watu wengi sana. Mtu mwingine tunajifunza anaitwa Samueli, Ni watu tunaojifunza. Kuna Nuhu, alisimama, alikuwa tayari kwa watu wengine. Alichonga safina na kufanya majukumu yote ya Mungu aliyomwambia. Na alifanya shughuli kubwa sana. Kama sio yeye, basi dunia yote isingekuwepo. Hata wewe mwenyewe ni mmoja ya kazi ya Nuhu, kama ulikuwa hujui. Hata wewe ni moja ya kazi ya Nuhu. Asingelikuwa Nuhu, wewe usingelikuwepo. Inawezekana uelewe. Alipokuwa anajitoa, anasimangwa, anachonga safina, atoshe wanyama wa kila namna. Unafikiri na kwa nyakati zile, unafikiri alifanya kwa jinsi gani? Unafikiri alikutana na maadha ngapi? Alikutana na majeraha mangapi? Na hakuna miundombinu kutengeneza kitu ambacho kitatosha wanyama wote, mmoja wawili wengine saba na ndege na kila kitu. Unafikiri kwa na ukubwa wa namna gani? Na ilimgharimu miaka mingapi kutengeneza? Ni rahisi kusema. Wewe nikikwambia sasa hizi tengeneza sturi, nikupe kisu peke yake, hukuwa na rasilimali kipindi hicho, unaelewa? Alikuwa na kazi ngumu na alikuwa anapewa maelekezo, lakini yeye ndiye anatakiwa atengeneze na kisiharibike, kwa sababu anatakiwa kiwe imara. Unajua kabisa tembo anaweza kung'oa miti na kuvunja miti. Sasa wamewekwa ndani tembo 7. Hivi kitu kama hiki. Unajua kabisa nguruwe wanakula hata mabanzi, wamewekwa mle ndani. Kuna ndege wengine wanatoboaga miti, wamewekwa mle ndani. Unaelewa ninachosema? Atenganisha, kuna nyuki, kuna kila kitu alichukua viwili. Haijalishi ni nyoka, atakuwa wawili. Haleluya. Amina. Sasa Mungu akikupa nafasi ya kusimama kwa ajili ya watu wengine, anakupenda. Na ndio maana watu wengi Mungu aliowaita kwa ajili ya kusimama kwa ajili ya nafasi ya watu wengine, huwa hawaruhusu waombe kwa ajili ya shida zao. Anaruhusu waombe kwa ajili ya shida za watu wengine. Anapata mtiririko anapoombea kwa ajili ya shida za watu wengine. Anapoombea za kwake anakosa mtiririko. Unajua kwa nini? Maana yake Mungu amekupenda kwa ajili ya huduma yako. Haleluya. Amekupenda kwa sababu ya huduma yako. Amekuja kwa ajili ya hiyo. Angalia, kama utafanya vizuri kwenye kazi kwa moyo wa kujitolea, kwa sababu katika hii huduma inahitaji moyo. Inahitaji moyo wa mama. Unajua moyo wa mama? Moyo wa mama. Sio moyo wa mwanamke, moyo wa mama. Kuna tofauti kati ya moyo wa mwanamke na moyo wa mama. Na kuna tofauti moyo wa binti na moyo wa mama. Unaweza ukakua kuanzia ukiwa binti mpaka unazeeka tu na moyo wa binti. Na unaweza ukakua toka ukiwa mdogo mpaka unakuwa na moyo wa mama. Usishangae hata mwanaume akawa na moyo wa mama.
na usiukute moyo wa mama kwa mwanamke. Unanielewa kweli? Amina. Na unasababisha mtu afikiri sawa sawa na nafasi. Anaugua hajuti, anaumia, anajiponya majeraha, anafurahi. Mama anawajibika kwenye jukumu ambalo hana faida nalo, na anajitoa maisha yake kwenye jukumu ambalo hana faida nalo. Unaelewa? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Sio wazazi wa siku hizi wanaolea watoto ili waweze kunufaika nao. Watoto wanafanya mitaji. Ndio wazazi tu pekee wa siku hizi. Na ndio maana wazazi wa siku hizi wana manunguniko mengi sana. Wana laana nyingi sana kuliko baraka. Kwa sababu hawana moyo wa mama. Wanawasomesha watoto kwa gharama ili watoto waje wasaidie baadaye. Sasa Mungu hakukuweka wewe ili usaidiwe na mtoto wako. Unajua sasa sana wewe kuwa kilema. Ukisubiri mtoto wako kusaidie, ni sasa kuwa kilema. Maana kuna sema nimeishi bila akili. Nimeishi nikiwa kilema. Sijafanya chochote kwenye maisha yangu. Wala sina akili ndani yangu. Mzee, nimekosea? Sijakosea. Kazi ya mama ni Mungu amempa mama. Kazi ya mama. Mnasema watoto wanatoa nani? Watoto ni nani anayetoa? Ni shetani eti? Hapana. Si mnasema ni Mungu? Sasa kama anatoa Mungu, maana yake wewe ni mwajiriwa. Ukitaka ujiulize, kaangalie malezi ya watoto wale ambao walikuwa wamependwa na Mungu. Angalia mtu mmoja anaitwa Musa. Mama yake alinyonyesha kwa mshahara. Alilea mtoto wake kwa mshahara. Alilea akilipwa mshahara kwa ajili ya mtoto wake. Haleluya. Haleluya. Amen. Moyo wa mama. Sio wala wasema nitaomba nitapata nini? Nijitoe, baada ya kujitoa sasa Mungu atanilipa nini? Hawa si watu wanaotakiwa. Andika kitabu cha Isaya sura ya 58. Mistari yote ile kule chini kuanzia mstari wa 5 hadi tukianza wa 2 hadi wa 14 mwishoni. Hadi mwishoni andika kabisa. Unaelewa najaribu kusema na wewe? Angalia. Maombi haya ni maombi ambayo yatamgusa Mungu, kwa sababu moyo wako unafurahia maombi. Sio kwamba hakuna maumivu kwenye kuombea wengine. Kuna maumivu lakini unafurahia. Kuna mtu anaelewa. Yesu alipenda anapoteseka kwa ajili yako. Sasa alikubali. Angekuwa hapendi, asingependa, hakuna angesalimika hata mmoja. Unajua kwa nini? Na ndio maana akamwambia Petro, rudisha upanga wake gharani, kwa sababu naweza nikaleta vikosi vya malaika wote wakapotea. Soma kwenye vitabu vile Yohana Mtakatifu ile sura ya 10 nafikiri ya 19 au 17, kuanzia 18 ukisoma utakutana kwa 18 na 17. Hizo Mathayo 26 utakutana huko, au Luka 23 22 mwishoni utakutana hizo. Alikuwa anaweza kuleta vikosi. Akasema au nafikiri siwezi kumwomba Baba alete vikosi vya malaika. Angeweza kuleta, lakini alikubali. Kadiri walivyokuwa na mtesa alikuwa ananyenyekesha kwa ajili yako. Sasa mwajiuliza, angalia. Kuna watu wawili. Mtu mmoja amejitoa kwa ajili ya mwingine, na huyu anajitoa kwa ajili ya watu wengine. Unafikiri ndani yao muunganiko wao utakuwa mkubwa kiasi gani? Kwa sababu moja kitu Mungu anachotafuta kwa watu, anatafuta moyo wa kupaka ndani ya watu. Filipi 5:2 mstari wa 5 na wa 7. Anatafuta moyo unaojitoa kwa ajili ya watu wengine, moyo ulio tayari kwa ajili ya watu wengine, moyo unao tayari kusimama kama yeye ili upate mawazo ya kwake,
Kwa sababu kwenye sehemu ya maombezi ndiko kuliko na majibu ya watu. Sio kama Mungu hawezi kufanya, lakini maombi ndio njia ya kusababisha Mungu ashuke kwa watu, ashuke kwenye mji, ashuke kwenye mahali. Na mtu anaomba kwa ajili yake, maana huyu ni mbinafsi, huyu ni maskini. Wewe jaribu namna hii, tafuta mali kwa ajili yako. Wewe utakuwa maskini miaka yako yote. Tafuta mali kwa ajili ya watu wengine. Ghafla utakuta mali zinakuja. Maana wazo la kwako linatosha ugali wa kwako peke yako, lakini wazo la wengi linatosha ugali zaidi ya kwako. Twende Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5 na wa 7 haraka. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Ndio. Endelea hadi wa 7. Ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu. Ndio. Naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Ndio. Bali alijifanya kuwa hana utukufu. Okay. Akatoa namna ya mtumwa. Akawa ana mfano wa mwanadamu. Yes. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza msalabani. Ndio. Hiyo tena Mungu alimwazimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Inatosha. Iko mistari mingi ukizungumza utaona namna Biblia inasema mwe na nia iliyokuwa ndani. Nia ni moyo wa mtu, unaelewa? Mtu akisema na nia gani, maana anakupeleleza moyo wako ukoje. Nia ndani yake ile moyo wa mtu. Moyo wa mtu. Na ndio maana Mungu anapotaka kujifunua kwa watu, ni lazima aangalie watu ambao wako sawa sawa na yeye. Sasa watu wengi sana wanapofikiria mambo yao, hawafikiri mambo ya watu wengine. Kama afikiri mambo ya watu wengine, maana huyu mtu Mungu atashuka kwa ajili gani? Ni sawa na mzazi mwenye mali, sawa? Akaamua kumpa urithi mtoto ambaye ni mbinafsi. Hivi umeelewa? Sasa mtoto ambaye ni mbinafsi, ni mchoyo, akaamua kumpa urithi, maana anataka kutengeneza urithi wake. Kwa sababu mtoto hata wajibika kwa ajili ya yote yule, hata wajibika kwa ajili yake. Kwani wewe kula inakuhitaji chakula kiasi gani? Si kidogo tu. Lakini wanapokuwa wengi, hauhitaji kidogo. Unajua Mungu anaposema utakuwa baraka watu wengine. Sasa ninapokuambia wewe vuta taswira kwenye maombi, sawa eh? Sawa eh? Vuta taswira kwenye maombi. Kwa sababu ninajaribu kukuambia namna uwepo wa Mungu unapoweza kuja kwa namna ya mtu anakuwa mtu wa namna gani ambaye uwepo wa Mungu unatakiwa uje kwake. Na Mungu anaposhuka kwa ajili ya huyo mtu kwa sababu ya aina ya moyo wa huyo mtu na namna mtazamo alio nayo huyo mtu. Kuna siku moja niliwaambia kwenye maombi, kwenye zile ratiba zenu za maombi kwamba ile Mungu anatamani aone wengi kwa mmoja. Yaani anapomtazama Baraka anaona mamilioni ya watu ndani ya Baraka. Asimwone Baraka, aone mamilioni ya nani? Ya watu ndani ya Baraka. Ninapoingia nasema Baba nakuhitaji, anaona kabisa sio nasema namuhitaji, nasema Baba tunakuhitaji, maana mamilioni ya watu wako ndani yako. Amen. Unajua nini? Hawezi kutulia, hawezi kunyamaza. Hata kama mbingu zitafungwa kiasi gani, atashuka kwa ajili yako. Hata kama kuna shetani wa rangi yote ya blue, wa njano, wa rangi gani, hataweza kuzuia Mungu kuja kwangu. Unajua kwa nini? Kwa sababu halioni peke yangu. Ukitaka ujue hii uelewe hii kanuni, kamuulize mtu mmoja anaitwa Yona. Yona binafsi. Alikuwa ni nabii Yona. Sipasema kitabu ya Yona eh? Mungu alipokuwa anamtesa na kumpiga baada ya kukaa mlimani ili wateketea, aliwaambia, wewe ukuona hili taifa lote la Waninawi watu kiasi hiki wapotee? Yaani wewe unataka nipoteze watu wote hawa ambao wameingia kutubu? Na wao walitubisha hadi wanyama, waliwafumbisha mpaka wanyama. Akashirika. Hasira ya Mungu ilishuka juu ya Yona. Alimtengenezea kivuli, akaamua kuondoa na kivuli chenyewe. Jua limpige. Akaona aelewe, akamuuliza maswali, akutapata na jibu ovyo ovyo ile sura ya 4 ya mwishoni. Akaamua kumaliza. Ilipigwa jua kali na vumbi mpaka lipotea.
Ndio maana usikite na habari ya Yona. Alikuwa ni nabii Yona, ametabiri kipindi cha Yeroboamu wana wa Suleiman, kipindi cha ugomvi wa Yeroboamu na Yeroboamu. Haleluya. Nicho kuonyesha wazo. Unajua kuna watumishi ambao inawezekana mpo hapa mnatengenezwa na watengeneza kuwa watumishi, na nyinyi mna mawazo haya ya ubinafsi. Mtakufa kama Yona. Nikihubiri nitapata nini? Na wengine mtakufa kama Yona, kwa sababu kuna watu ambao Mungu anaweza kaambia watu hao watubu, lakini hauna mzigo wa kusema watubu, kwa sababu wakitubu wanapata nini? Wametenda sana dhambi. Wewe ni Yona wa pili. Utakufa kama wao, kwa sababu ile wazo Mungu alifurahi. Hivyo unajua kwa nini Mungu anaweza kukupa nafasi na tayari yuko tayari kuachilia uwepo wake na kushuka kwa ajili yako, kwa sababu sio wewe anayekupenda tu, lakini anapenda watu wengi ndani yako, na wale watu wengi ni lazima watengeneze wewe, sio Mungu. Sio Mungu. Wewe jaribu kuja, au siku moja nijaribu nifanye hivyo uweze kuelewa. Sasa naona niko hapa nakaa hapo, utafikiri sina akili. Kila ninachokifanya nitaomba nguvu za Mungu. Wewe uliko huko unajisikia upako wa kuomba, lakini mimi huku nimeshusha nguvu. Ngoja ninyamaze. Afutaelewa. Nisema leo nipumzike. Tafuta mapumziko na wanangu. Ngoja niendelee kupumzika hata wiki 3 nikapumzike. Hataki nipumzike. Mnataka niendelee kuomba kila siku usiku na mchana. Sio kuishi kweli. Ukitaka kuangalia uwepo ndipo utaelewa kwa nini Mungu anapozungumza juu ya madhabahu na mtumishi kuna muunganiko mkubwa sana namna hii. Kila anachokifanya ndicho kinachotokea. Sawa sawa na kile kitabu cha Kutoka ile sura 17 inavyoeleza habari ya Musa alipokuwa anainua fimbo. Haleluya, mikono yake. Akiinua mikono yake wanashinda. Wao wana silaha, wana nguvu, wamefanya mazoezi, akishusha wanapigwa. Niwe waambia wakati mwingine, hii ni nafasi ya muhimu sana kwenu. Ukiona una mtu anasimama, hakikisha unawajibika kwa ajili yake. Akishusha mikono, utaelewa. Sasa sijui unapoandaa maombi yako huwa unaandaa namna gani, lakini natamani huu mfumo nikufundishe. Unapoandaa maombi, anza kuandaa maombi kwa ajili ya wengi. Anza kujifunza kuandaa maombi, kutengeneza shauku ya kuandaa maombi kwa ajili ya wengi. Anza kuona kwamba unahitaji uwezo wa kuwa wewe na nguvu sana, lakini unahitaji kuwa na uwezo kwa ajili ya kusaidia wengi. Unajua hili ni wazo lenye faida ambalo Mungu hawezi kutulia mbinguni. Hawezi kutulia. Kuna mawazo tunayo yanasababisha Mungu akae mbinguni aendelee na shughuli zake. Kuna mawazo mengine mtu anaingia kwenye maombi, hata malaika wanajiuliza sasa, huyu inakuaje? Inakuaje huyu mpendo? Anaweza huyu inabidi mwache tu kwanza. Unasoma Biblia kwa Mungu akimwambia Musa, malaika na neno lake hata wahudumia. Amelishika neno lake. Unaelewa? Anafuata kanuni za neno. Unatoka nje ya kanuni, anaachana na wewe. Yes, imani wewe kama mjinga. Anasimama kwenye kanuni. Nyinyi mnaishi bila kanuni, yeye anaishi kwa kanuni na kwa utaratibu. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tumesema wazo la maombi lenye faida. Wazo la maombi lenye faida. Wazo la maombi lenye faida. Unaweza ukao unaomba kwa ajili yako, lakini ndani ya lile wazo unaona kabisa, yani Mungu akinisaidia hapa nitafanya nini baada ya hapa? Na niwe afundisha namna kufikiri baada ya kumaliza maombi, uwe na hatua nyingine. Niliwafundisha kwenye zile ratiba za maombi za Ijumaa. Unapanga ratiba ya kuomba, baada ya maombi nini kitokee? Na Mungu akijibu nini utafanya nini? Sasa kama una mpango wa baada ya kujibu utafanya nini? Mungu hawezi kujibu kwa sababu hakuna maendelezo mengine mbele.
Mungu akikupa kitakachofuata hamna kitu. Kushukuru tu. Kushukuru tu pekee. Basi yeye amekuja ili mshukuru. Hivi umeifikiria namna unampa mtu mtaji, ukimpa mtaji anasema nitakushukuru. Asante kwa kunipa mtaji, nitakushukuru. Unamwambiaje? Okay, baada ya hapo basi lazima uwe na mpango baada ya majibu. Utayatumiaje? Kwa ajili ya nani na wapi? Lazima uwe na maendeleo mbele, vinginevyo huwezi kujibiwa kwa sababu hauna njia yako imefika, iko karibu na ukingoni. Sio mtu anaelewa au anazungumza Kiswahili vigumu. Akisha kujibu. Watu wengi wanaosema Mungu, ukinipa kitu fulani nitakupa kitu fulani, hao hapatani. Unajiuliza kwa nini? Ukinisaidia hapa nitakupa sadaka. Hawapataki. Kamwe hawapati. Unajua kwa nini? Kwa sababu si kitu Mungu anachotaka. Ukisema kwenye Biblia inasemaje? Nataka rehema wala sio nini? Wala sio sadaka. Kuna kitu anahitaji zaidi. Unajua rehema, ustahilisho kile unachokipata na wengine wanufaike, uwe na maendeleo ambayo yatasababisha kizazi cha mafanikio. Siku tunanaelewa? Amina. Baada ya kupata umepata, okay? Utaenda kuomba tena vingine. Umepata, Ni sawa mtu ambaye anaomba mbegu, alafu mwaka tena kuja kuomba mbegu. Ndio ulivuna ndio. Ulipata mazao ndio. Ndio nimekuja tena kuomba tena mbegu. Nenda kaangalia Biblia inasemaje? Kwenye kitabu cha Yuda sura ya kwanza ule mstari wa 19. Ile imani uliyopata ni mbegu. Unaanzia kuijenga na kusonga mbele. Ni msingi. Unaanzia kujenga na kusonga mbele. Yuda 1 mstari wa 19. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Angalia, maombi ambayo yanatengeneza uwepo wa Mungu yanahitaji muda wa kutosha. Muda wa kutosha. Muda wa kutosha. Sio maongea mnakimbia kama wakimbizi. Baba katika jina la Yesu, amen. Baba katika jina la Yesu, amen. Baba katika jina la Yesu, amen. Baba unaweza, amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kinaeleje nene? Muda. Muda naozungumza ni muda wa utulivu. Muda wa utulivu. Ndio muda naozungumza. Muda wa nini? Wa utulivu. Muda wa utulivu wa kuomba, muda wa utulivu wa kuelewa, muda wa utulivu kwa ajili ya kupanga mikakati. Kuomba, kuelewa, kupanga mikakati. Muda wa utulivu. Ndani ya muda tunaweza, ukiwa kwenye utulivu, muda mrefu wa utulivu, unaweza kupanga mikakati yako vizuri. Hakuna silaha yenye nguvu kama silaha inayotengenezwa mahali penye utulivu na amani. Sawa? Na ndio maana ukishaona wewe kipindi cha amani yako ndio unashuka kiroho, ujue umerogwa. Una shida. Maana kipindi cha amani yako ni kipindi cha kujijenga sana. Ili kinapokuja kipindi cha vita au kipindi cha mabaya uweze kujiimarisha. Sio uweze kushuka, unajiimarisha. Mabaya yanatuimarisha. Mabaya yanatuimarisha. Amani inasababisha tujijenge. Ila mabaya yanatuimarisha. Hakuna cha kukushusha wewe. Hallelujah. Au nimekosea? Au ni kanuni ya maisha. Kila hatua ya mtoto lazima umwe. Akiumwa, akishavuka, si hatua imekamilika.
Atapoingia hatua nyingine ataumwa. Akipona haumwi tena. Anavuka hatua. Sio ndio sasa? Sasa wewe unataka usipate changamoto yoyote. Unataka uvuke bila changamoto. Kwa hiyo yakitokea vita, ujue ni kipindi cha kujiimarisha. Kipindi cha kujiimarisha. Matatizo yanapotokea ni sehemu ya kujiimarisha, sio sehemu ya kukuangamiza. Labda mwenyewe kama umepanga kuangamia. Kuna watu wanapanga. Unakutana na Mkristo mmoja. Nge. Kwa kama hakuna anaenda kuwatazama basi ndio hivyo wanakwisha hivyo. Ni kulia tu. Sasa machozi yako yanasaidia nini? Lia. Uwe na maelezo. Sasa unalia kuna maelezo. Kama mtoto mchanga. Kitu gani tena hicho? Fulani analia, ana miaka mingapi? Ajua tatizo tayari. Unaona namna ambavyo unaingia kwenye maombi kwa kwenye shida, unalalamika, tumejaza malalamiko. Lalamiko tu. Okay, Mungu anakusaidia nini? Na huwezi kuimarishwa kama hakuna dhoruba. Hauwezi kuimarishwa. Hauwezi kuimarishwa. Kuna wapindi wanao nilikuwa naambia wanaomba majaribu yaje. Ndio wanakujitahidi kuomba majaribu. Ni mazuri. Ni mazuri, sio mabaya. Ni mazuri. Ni mazuri. Kwani ni mabaya? Eti wapenda. Majaribu ni mabaya. Watu Biblia inasema furahi unapojaribiwa. Hujai so? Ikisema furahi. Kwa sababu kuna vitu unavipata kule ndani. Kuna taji utaipata. Lakini kama upendi inakuaje? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema nahitaji muda. Muda. Ukiona muda hautoshi, hakikisha unatengeneza muda kwanza. Ili unachokiomba usikikatishe. Sasa ukitaka maombi ya uwepo, nimekwambia lazima roho ya korosho iondoke ndani, au moyo wa korosho uondoke, tabia za korosho ziondoke. Ukiangalia watu wengi nyinyi hata nikiangalia hivi wote nikiwatazama, umaiomba saa moja bila kutaja shida yako. Ni tabia. Saa moja umetaji. Tunahitaji uombe labda masaa 3 au 4. Utataja shida zako zote muda. Haleluya. Amen. Hebu naelewa ninaposema kwa hiyo mama. Yuko tayari kuwa na njaa ili wengine washibe. Ila sasa siku hizi wanashiba kwanza, wao ndio wanaanza kushiba tu. Ndio siku hizi. Wanakula kwanza. Akishiba ili lazima hakikisha anashiba kwanza. Unapoandaa maisha ya watu wengine, ni lazima ya kwako yasahau. Shida zako zisahau. Ukizikumbuka unapoteza kitu. Utulivu. Utaanza kuhesabu dakika na masaa. Moyo utauma. Utauma kabisa. Hivi naomba watu wanikiwa, naomba servant. Wewe umepewa nafasi ya kuombea, umepewa nafasi ya kujaji wanachokipata. Sasa wewe unajua, mwanangu, hizo ndio tabia ambazo wanazo watu maskini. Unajua maskini. Unajua kwa nini kwa maskini uchawi ndio unatukuka kwa sana? Wanalogana kwa sababu vitu vya kijinga sana. Ndio wanasikia. Hata nyama tu akiona amenunua kilo 1. Utasikia ameroga mwenzake. Nyama kilo 1. Wewe nenda kaza kwenye mbucho utakuta watu wanatoka wanaficha.
anaficha ili wasione, maana wakiona usiku kucha amekaa anatafuta nguvu za kwenda kumkaba aliyechukua ameenda kununua kilo moja ya nyama kwa hela yake tena. Ni msinajua hiyo vizuri sana. Umaskini wakati mwingine ni ugonjwa mbaya sana. Ndio maana ghafla utafikiria maisha yako, ufikiri wengine. Unapofikiria wewe, manake unazuia maisha ya wengine. Hakuna mtu anaweza kufanikiwa yeye peke yake, anahitaji watu wafanikiwe. Kwa unapoanza kufikiria watu wengine, hili ni wazo la Mungu, unasababisha watu wengine wanufaike pamoja na wewe. Watu wengine wanufaike pamoja na wewe. Mungu anakuwa na wewe ni mali yenye thamani ya faida. Mali yenye thamani ya faida. Kwa mwanzo kurekebisha maombi yenu kama mtapenda, lakini kama mtapenda. Bana, uwepo wa Mungu ukishuka mahali hapo lazima jambo la kipekee lifanyike. Uwepo wa Mungu ukishuka mahali lazima jambo la kipekee lifanye nini? Haiwezi Mungu kushuka kwenye nyumba yako, kwenye chumba cha maombi na shetani akashuka hapo. Haiwezekani. Hata kama kuna miungu, hata kama kuna madhabahu, vyovyote vile. Lakini Mungu akishuka, fikiri ndio kabisa. Wewe uliza kipindi cha Elia. Kati ya Mungu na shetani washuke pamoja na Baali. Baada alikoma. Watu wako wajaribu kujikata wale na sishuke. Elia atakuwa amesafiri, ongezeni bidii basi. Hakushuka. Sio kwamba kwepo. Hakushuka. Angeshuka, angekusha na yeye. Wazana angepona. Naye angekwisha. Kwa akawacha watu wake manabii 450 wao wanachinjwa, yeye anatazama. Hakushuka. Hiyo unajua kwa nini uwepo wa miungu mingine unashuka? Kwa sababu uwepo wa Mungu haupo. Kwa nini uwepo wa miungu mingine unakuja? Kwa sababu uwepo wa Mungu haupo. Haupo. Ukiwepo uwepo wa Mungu, uwepo wa miungu mingine unaondoka. Haiwezi kuingia. Unajua kwa nini? Kwa sababu yeye yupo. Ukisoma kitabu kile cha Luka sura ya 4, anasema wazi. Anasema maandiko, utamsujudia Bwana Mungu wako hata wewe shetani. Hata shetani anatakiwa amsujudie Bwana Mungu wake. Ile Luka 4 anaeleza kabisa wazi. Sio nitakupa hivi vyote kile nao. Mimi wewe unatakiwa usujudu kwa Mungu wako. Sio mimi nikusujudie. Wewe tunatakiwa usujudu kwa Bwana Mungu wako. Maana pekee yake anatakiwa kusujudiwa. Yako mambo mengi ambayo ningetamani kuzungumza kwenye sehemu ya uwepo, lakini nafikiri mengine tutazungumza wakati mwingine. Simama. 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 Ningetamani kuzungumza mengi kwa sababu ya uwepo wa Mungu, lakini natamani kabisa hayo machache ambayo Mungu ameachilia ndani yako uweze kuyashika. Alafu naomba nyinyi ambao muandike, mnajua kuandika, mwe mnaandika. Sawa? Kwa sababu hamna vichwa vya kutunza ya mambo. Wote mnatakiwa kujifunza kuandika, labda wala sio waweza kuandika. Tumeelewana eh? Simama mahali ulipo. Ulibosa. Mshukuru Mungu ndani yako. Mshukuru Mungu ndani yako. Mshukuru Mungu ndani yako. Mtukose yeye Mungu dakika moja. Matunda ya midomo yanaungama jina la Bwana. Yes. Achilia moyo wako unapomshukuru Mungu. Mwambie Yesu asante kwa sababu wewe ni mtakatifu. Na wewe ni mwema kwa ajili ya maisha yangu. Yes. Mwambie wewe ni Mungu wangu ninayekutukuza. Na kuhitaji kwenye maisha yangu.
Yes. 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 Wina Mungu kwa kinywa chako dakika hii. Tukuza Mungu aliye hai. Ndio. Ndio.